Ngorongoro na Serengeti na wanafunzi pamoja na watoto chini ya umri wa miaka 18. Nimeona leo niwapitishe kwenye sheria ya bima afya kwa wote, kwa sababu NHIF ni mtekelezaji wa sheria bima afya kwa wote. Mtakumbuka kwamba serikali ishapitisha sheria na imeanza baadhi ya vifungu mwezi wa 8 mwaka 2024. Lakini lengo la sheria hiyo ni kuhakikisha kabisa kuwa kunakuwa na kitita cha jamii, kwa maana ya kwamba yeyote atakayetoa bima ahakikishe the minimum kwamba mwananchi anapata zile huduma. Kuwe na mfuko wasio na uwezo, kwa kuwa bima afya kwa wote maana yake ni kwa watu wote. Kuwe na mifumo ya utambuzi ya wasio na uwezo, na skimu za bima afya ziwe na uwezo wa kutengeneza vitita vya ziada, na mamlaka ya usimamizi wa bima sasa itakuwa inasimamia skimu zote za bima afya nchini. Kwa hiyo kutakuwa na skimu ya umma na skimu za binafsi. NHIF ni skimu pekee ya umma. Hivi ni vifungu sehemu ambazo katika sheria ndivyo ambavyo vinaanza, kwa sababu nitaacha hii presentation naomba nisiguse, lakini twende kwenye utaratibu sasa wa utekelezaji kama NHIF yenyewe imejipangaje. Katika kutekeleza bima afya kwa wote, NHIF ambayo ni skimu ya umma inakuwa na skimu ndogo mbili. Unakuwa na skimu ya sekta isiyo rasmi na skimu ya sekta rasmi. Sekta ya skimu isiyo rasmi maana yake imewalenga wanachama wasio na uwezo na wananchi wenye kipato, wenye uwezo wa kuchangia, lakini wana kipato cha chini au kipato cha kati, kutoka katika makundi mbalimbali ya uzalishaji mali kama wavuvi, wakulima, wafugaji, wachimbaji wadogo wa madini na kadhalika. Skimu ya pili ni skimu ya sekta rasmi, ambayo ni hii ambayo sote hapa sisi ni wanachama, watumishi wa umma pamoja na wa sekta binafsi, wanafunzi na watoto chini ya miaka 18 na watalii. Utakumbuka mpaka sheria inasema kwamba watalii watakapoingia nchini na kukaa zaidi ya siku 30 watapaswa kuwa na bima ya afya. Na hiyo laki na nusu maana yake anaweza kujiunga mtu mmoja au watu 6. Kwa hiyo naweza nikaingia mimi mwenyewe leo, lakini kesho naweza nikamweka mwenza wangu, kama ambavyo sisi tunawaongeza katika tukiwa kama watumishi wa umma. Upatikanaji wa huduma, mwanachama atapata huduma katika ngazi zote, kuanzia zahanati mpaka hospitali ya taifa ya rufaa, lakini kuanzia hospitali ya mkoa atahitaji kupata rufaa. Kitita kitatolewa katika vituo vyote vya binafsi na vya umma. Then tuna vituo vya huduma za ziada. Serengeti na Ngorongoro tunafahamu NHIF imevizindua mwaka jana. Hivi ni vya kwa watu wote. Viwango vya uchangiaji katika vifurushi hivi vimepangwa kuendana na uwezo wa kuchangia, lakini idadi ya wanufaika katika familia na umri wa mchangiaji. Matumizi ya tehama, NHIF wakati inaendea utekelezaji wa sheria bima afya kwa wote imewekeza katika matumizi ya tehama na kuwa na vitu vifuatavyo. Naenda kumalizia. Moja, kumwezesha mwanachama kujisajili mwenyewe. Tuna mfumo ambao hapo kwa simu yako unaitwa NHIF self service. Hapo ulipo unaweza kujisajili, unaweza ukaboresha taarifa zako kama tayari ni mwanachama, na unaweza ukadownload vitambulisho ukaenda kuvitumia badala ya kutumia kitambulisho chako kile ambacho tumekuprintia. Kubadilishana taarifa za matibabu kati ya vituo. Ukifanywa x-ray Kibosho Hospital ulazimiki kwenda nayo KSMC, maana yake ataingia kwenye mfumo na anaweza akavuta taarifa zile badala ya kufanya vipimo mara mbili. Lakini cha tatu ni uhakiki wa wanachama kwa kutumia njia katika kila eneo la huduma, mapokezi kwa daktari, maabara, hata kwenye kulaza. Tunahakiki katika pointi zote hizo za huduma. Kuwasilisha na kuchakata madai kwa kutumia mfumo, lakini kuwasilisha maombi ya usajili wa vituo na kubadilishana taarifa kati ya mifumo ya mfuko na pamoja na mamlaka za utambuzi kama NIDA na RITA. Mwisho ni masuala matatu ambayo naomba kuwasilisha kwa mamlaka serikali za mitaa. Moja ni kuifanya bima afya kwa kila mwananchi kuwa ni ajenda ya kudumu katika vikao vyote ngazi za halmashauri. Ushiriki wa viongozi ngazi ya halmashauri kusimamia
na kuhakikisha upatikanaji wa taarifa sahihi za wananchi kutoka kaya zisizo na uwezo, kuwezesha ugharamiaji wa bima ya afya kwa kundi hili. Manake tukianza kuwagharamia kusiwe na manunguniko kwamba kuna mtu ambaye ana uwezo ambao amegharamiwa na serikali na wakati akaachwa yule ambaye hana uwezo. Na mwisho ni kutoa ushirikiano kwa mfuko katika zoezi la uhamasishaji wa wananchi kujiunga na bima ya afya. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuanzia wiki ijayo tumeomba katika halmashauri vile vikao tushiriki na tutoe mada kuhusu bima ya afya kwa wote. Asanteni kwa kunisikiliza. Namba yangu 0765 0 alafu 501 0765 0765 tayari 000 yani 000 alafu mwisho 501. Asante.